Barabara kabisa mpenzi msikilizaji, umewadia muda wa saa 1 usiku mida ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni muda mzuri wa kuweza kupata uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu. Uchambuzi wa habari msikilizaji unakuwa kijumuisha na kurasa mbalimbali. Utakuwa kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, habari kutoka kwenye ripoti yetu tofauti na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku Izake Mulucha Ashibe, upande wa pili Maxime Lecha na Skele Mada tena mitambo. Msikilizaji, kwa utulivu na kualika kwa matana mwanzo hadi tamati, nasema karibu. Na sasa tunafungua ukurasa wa habari muhimu na mpisha mwenzangu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma. Karibu sana Mchumbe. Naam, asante sana mwenzangu Izake Mulucha Ashibe. Kwenye habari muhimu siku ya leo, acha tuanze na hizi za mji wa Baraka ambako uongozi wa wafanyabiashara Baraka Fizi umeomba kwa wafanyabiashara kuwapokea wajumbe toka jimboni ili kufanya msako kwa waliobaki bila kulipa ushuru wa jimbo. Tutakuwa pia na huko Lugusho ambako mwami wa usultani kwa muda ameuawa nao baadhi ya wazalendo ambao wamempiga fimbo nyingi na kufariki papo hapo kutokana na majeraha makali siku ya pili ya wiki tunayo katika tarafa la Mwenga. Kitendo hicho kimezusha hali ya taharuki kwa raia wa eneo hilo. Tuangazie pia habari hizi zisemazo kuwa baba mmoja amemuua mke wake kwa kumcharaza na mapanga katika usiku wa kuamkia siku ya Ijumaa 4 ya wiki tunayo kijijini Mulengi tarafani Lukuga. Sababu za uendeshaji wa mauaji hayo bado kujulikana hadi kwa sasa. Ripoti ya mwenzetu wa huko Kalemi Olombwe Didier Doctor itangazia zaidi. Izake Mulucha Ashibe na weka nukta kwa habari muhimu. Asante sana Mchumbe wa Mkulima na Fatuma kwa kutuletea ukurasa huo wa habari muhimu. Na sasa tunajikita katika uchambuzi wa habari zinaweka kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Kila ifikapo tarehe 19 Novemba ya kila mwaka, ulimwengu mzima unasherehekea siku kuu ya choo. Kwa jambo hilo, meya kwa muda wa mji wa Baraka amewataka raia wasio na vyoo kujenga ili kuepukana na magonjwa. Akizungumza nasi Bi Marie Mukanja Swaze, meya kwa muda wa mji wa Baraka, amesema ukosefu wa vyoo una madhara mengi katika maisha ya mwanadamu. Bi Marie Mukanja Swaze ameeleza yafuatayo. Tambia raia kwamba tujikaze sana, tujikaze kutengeneza choo. Choo ni fasi hata kwenye mtu anaweza kuwa kulia hata chakula. Lakini unajikuta choo yenyewe kwenye huko mikojo, fasi nyingine, tundu iko fasi nyingine, watoto wanakuja mule kulikoni watie mavi ndani ya ile tundu, wananyambia pale pembeni, mzazi anaona vile na anaiacha. Antukaba mama chingi tuko tunaasirika na magonjwa ya kipindupindu na inatomboka sana. Ndasi wakaaji tujitahidi sana kuwa na usafi wa choo, tusafishe choo zetu hata kama hauna sabuni, majifu iko pale, bido ile chombo ya choo ikuwe yenyewe inasafika, ikuwe inatakata, maji yakuna kujitawaza ikuwe maji safi, unatia amo kloro unatia mule chombo ya wese, kikombe ya kukamatia mai mule mu bido juu ujitawazi, nayo iwe kikombe kenye kinasafikana. Na yoyote mwenye hana choo ajitahidi sana kukuwa na choo. Na watoto wetu sisi kama wazazi tuko tunajitahidi, watoto wako kwenda nyuma ya nyumba, ile maenzi natoka kule na kiafata mpaka kuchakula. Antuka wa mama, wa baba, sirtu wa mama, juu wa baba akakira shinda kwa nyumba. Wa mama kukontrole watoto wetu juu ya kufanya choo kubwa nyuma ya nyumba. Na mama sirtu njoo tukakwa bachafu, ndio tunatuma hii kolera itawale muhivi letu ya Baraka. Kizungu ya mapo ndio iko, lakini mama atapenda natia mtoto mupo. Mtoto akitoka mpo hata kontrole ile po inabakia vile, mtoto tena taenda anaimwanga, swate kitu kinakia kinamwanga, ile mavi inabakia pale, po inakaukia pale. Wa mama sirtu ndio mimi nasisitiza, juu mama akishakuwa msafi nyumba yote inakuwa msafi, inakuwa kinatakata. Na wa baba kienda gusia mjitahidi kuchimba mawese, choo ndio maisha. Juu kwenye uko unakula chakula kwenda kuitupia ni mchoo, na kama unakula chakula ni kisafi na kwenye uko naenda nako kuitupia pao pasafi. Ni vema tukumbushe kuwa hakuna sherehe zozote zilizofanyika au kuendeshwa hapa katika mji wa Baraka ili kuadhimisha siku hiyo ya choo tarehe 19 kote ulimwenguni.
Na tukiwa tu katika mji wa Baraka, yameanzishwa rasmi siku ya Jumatano hii ya tarehe 19 Novemba 2025 mafunzo yaliyoandaliwa na shirika la ActionAid kwa msaada wa kifedha wa shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya msaada wa raia UNFPA. Mafunzo ambayo yanalenga kuimarisha uwezo na ufundi na utendaji kwenye mifumo ya uratibu wa vijana katika jamii kuhusu masuala ya amani na maendeleo tarafani Fizi na mjini Baraka. Ripoti hii imeandaliwa na kusoma kwa kina na Ibibu Kurtantine Aldama. Kwake Etobia Ombe Micheline ni mfanyakazi wa ActionAid, kitengo cha ukingo kinachohusika na ujeuri ndani ya jamii katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi kwa ujumla. Ameonyesha sababu ya wao kulenga sana masuala ya amani, maendeleo na ujeuri, huku akiomba vijana kujihusisha katika masuala ya kutafuta amani kama anavyoanza kuonesha shughuli waliokuwa nayo siku ya leo. Etobia Ombe Michele anaeleza yafuatayo. Leo kwanza tulikuwa na 2 activités yenye tulikuwa nayo. Activité ya kwanza ilikuwa formation ya ba jeunes, formation ya ma structure communautaire, formation ya ma organisation betatumika nabo, surtout des jeunes sur la coalition pacifique, sur la résolution de conflits et sur l'agenda jeune paix et sécurité de la résolution 2250. Muradi yetu ni muradi enye inaitwa kwanza mukifaransa la réduction de violence intercommunautaire na kurenforcer tena paix mu Sud Kivu, précisément mu zone de santé d'Uvira, zone de santé de Ruzizi na zone de santé de Fizi na mu territoire tuko mu 2 territoire d'Uvira na mu territoire de Fizi. Tulilenga ile sana amani na kulite contre ma conflit na ma réduction sana ya maujeuri wala ma violence yenye nafanyika, parce que tulikia kuta que ba jeune bako plus utiliser mabitu bimoya juu ya kufanya ma violence wala maka ya violence ya mingi benye tunakia kuta ce sont les jeunes jo benye bako sana plus touché ma abus na exploitation sexuelle inatoka kwa ba jeunes. Sasa tukakuta avec les jeunes jo banaweza tusaidia ku résoudre ile ma conflit na ku réduire ile ma violence basée sur le genre selon ma objectif ya nani ya résolution 2250 na selon muradi yo peke enye plan d'appui des Nations Unies. Iliona ile itakuwa bien sana surtout de travailler avec les jeunes parce que bonjo bako vulnerable sana. Upande wake Pelelo Amisi Peleni, mkufunzi kwenye mafunzo hayo, amesema kuwa ana matumaini na washiriki kwenye mafunzo hayo ya kwamba watakwenda kuwafunza wengine vema kama walivyofundishwa. Tumeona kama wamefurahia sana mafunzo ya leo, kwani tukiangalia kwenye salle wakati umeanza tumekuta ku 20 participants prévus, tulikuta kama 2 tu ndo walikuwa wameshawahi kusikia juu ya resolution 2250 ambayo iko parmi ma priorité mwa hii projet. Na wakati tuliendelea tuliona watu walifurahia na watu walikuwa penda tu ile ndo matieri ibakie, kwa kusema kama wanapenda kuwe renforcer zaidi sana mkadiri ya resolution 2250. Mafunzo haya yatachukua siku 2, yani ni leo na kesho, na tunategemea kwani ni mashirika ambazo zinatumia na makomuniti, tunajua kwa haya ambayo wameyapata wataenda kuyafanzia kazi. Upande wa washiriki wamesema kuwa mafunzo hayo yamepita vizuri na wameelewa kile ambacho walichofunzwa. Siku ya leo ActionAid ilituambia juu ya violence basée sur le genre, ikatuonesha violence ni nini, ikatuambia violence basée sur le genre ni nini, ikatuambia genre ni nini, sexe ni nini, na ikatufundisha pia si typologie de violence basée sur le genre. Ndio tuko ku ofisi ya ActionAid, sisi tunatoka mu organisation ya Hope Life in DRC. Kwa antene yake yenye anafungula hapa Baraka, tulikia participer mu formation. Leo balituongelea juu ya resolution 2250 yenye inasema juu ya jeune paix et sécurité. Na mwa ile jeune donc balitia amo ba jeune banamuke na ba jeune banaume. Kakia onesha ke mubale banamuke ndio kuko na bengine bebako ba vulnerable benye bako banapitia ma violence ila fali nayo bayongelea amo mwa hivi bya jeunesse. Juu hiyo ilifunguliwa kambele ilikuwa inasema
juu ya banamuke tu. Ilafali sasa nayo baiongelee kuonesha batu kwa gisi inasemeka leo inakuwa ya jeunesse juu muko batu yote mbili, banaume na banamuke. Mwalimu alifundisha mzuri. Nafikiri batu bakisikia gisi tunasema juu ya hii formation, banapashwa tu sema mwalimu alifundisha mzuri juu tulipewa hii mafundisho leo na tunaisikia kabisa iko adapte na inatusaidia kwa sie benye tutaenda patia bengine ile mafundisho nabo baelewe juu ya kuelimisha community yetu. Siku ya leo tumefunzwa vitu vitatu. Ya kwanza ni renforcement de capacité juu ya shiba agent wenye walifika kwa siku ya leo. De ni juu ya kusaidia makomunote kwa kuishi pamoja na kwa kujere ma conflit entre zile makomunote. Ile ndo ambayo nilielewa paraporo ya hii kesho ya leo. Tulikia pata formation kwa niveau ya Action Aid. Kwa kuwa kisi tulifata formation kusema kama imenielewesha na kunipatia funzo kuhusu gisi naweza nikaishi na zingine makomunote ensemble pour que tusaidiane kwa kuendelesha nchi kwenye hakuna amani kwezi kuwa development. Kwa kweli nimepokea mafunzo na furaha mingi. Tukiachana na hayo, mpenzi msikilizaji, uongozi wa wafanyabiashara Baraka Fizi umeomba kwa wafanyabiashara kuwapokea wajumbe toka jimboni ili kufanya msako kwa ajili ya wale waliobaki na madeni ya ushuru wa jimbo. Songa Shabani Walomoto ni mwandishi wa wafanyabiashara wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi, ameonyesha hapa walengwa wa msako huo. Kitengo ya DPMR kutoka pale Uvira, makao makuu kwa muda wa jimbo la Kivu Kusini, wako hapa. Tulifanya nao maongezi na hiyo maongezi haikupata mwafaka, na ndio maana mlisikia tulikwenda kwenye radio na kukataza wasipokelewe na wafanyabiashara. Kwa sasa Shabana makusudi yenye ilikuwa inafanya watu tuwakatalie ni tulipishana kwa kulomba liste ya wale wafanyabiashara ambao walikataa kulipa serikali ili kusikue maderapage, yani usumbufu wa kusumbua wafanyabiashara. Hiyo ordre de mission ndio sababu, ndio chanzo kabisa sisi kusimama na kukataa. Sababu ordre de mission yao hayo inasema kwamba governor anawatuma kuja kurecouvrer manote en souffrance. Note en souffrance ni note gani? Ni note ambao service pamoja na DPMR walipatia mfanyabiashara apate kuwalipa pesa. Sasa yeye anasema mimi sina pesa ya kulipa. Sasa hiyo note inakuwa na échéance, yani muda. Ule muda ukipita inabidi kuwe recouvrement. Na ndio maana governor alisema mwende mutafute zile pesa kwa kinguvu ambazo zenyewe wafanyabiashara hawataki kulipa. Ni hiyo ndio yenye iliko inaandikiwa kwenye ordre de mission yao. Pili, kuko mambo ya kuja kukagua ushuru, yani maempo zote zile zenye ziko za province waje wazikague. Na hizo nazo ziko na watu ambao walikwisha kulipa na wenye hawakupenda kulipa. Na ni hiyo ndiyo yenye inasema ordre de mission yao. Mwishowe amewataka wafanyabiashara ambao watafikiwa na ujumbe huo, ingawa wao sio walengwa, basi wafikishe malalamiko yao kwenye ofisi ya FEC. Songa Shabani Walomoto anaeleza mara tena. Ninapenda kuambia wafanyabiashara kwamba sisi FEC, yani kitengo cha kinachosimamia wafanyabiashara, ni wapartenere wa gouvernement, hatuko waasi. Tunaweza kubuguzana, kukokotana, lakini au finish tunakwenda kusikilizana. Tulikokotana kama vile mlifata, tukawaambia msiwapokee, lakini haikuishia hapo. Tuliendelea na maprocesses. Shabana makusudi ni tupate liste ya wafanyabiashara ambao hawakupenda kulipa serikali. Na jana walituletea hiyo liste ya wafanyabiashara ambao hawapendi kulipa ushuru, hawapendi mfuko wa serikali uvimbe. Na ndio maana tunasema sasa wawapokee. Shabana makusudi kusikue na derapage. Ndio maana tulilomba ile liste, na kwa hiyo yeyote mwenye anajijua kwamba alipata note de perception hakuilipa atapokea ujumbe kutoka ngazi za province mkitengo ya recouvrement, wanakuja kurecouvrer manote en souffrance. Na wewe mwenye unajijua kwamba ulilipa hauna problem, wasiende kuvamia mtu yeye alishalipa, pengine hajalipa alafu hana note de perception yenye kwa en souffrance na wande wamfikie. Hapana, tunahitaji tutumike kazi kwa amani na usalama.
na wao vile vile serikali iende kwa wale watu ambao wako na manote en souffrance. Ilisemekwa kwamba hawataenda kwa mtu mwenye haiko kwenye ile kartasi, donc ile liste ya wale bakalisitra, watu ambao wapendi kulipa serikali, kulipa ushuru. Na wewe mfanyabiashara, wakati wanakufikia unajua hauna note de perception, bali kuachia note ya souffrance kufika ku bureau ya fake. Na ninaojua na wao vile vile serikali hawatafikia mtu mwenye haiko kwenye ile oroza, sababu ni mambo ambayo tulifanyia siku zote hizi tuko tunaongea ili recouvrement iwe na amani na usalama. Mpenzi msikilizaji, ni ukurasa wa habari za michezo. Nikujuze kuwa timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatinga moja kwa moja fainali ya mchujo wa kufuzu kombe la dunia. Matokeo ya sare ya Costa Rica yametosha kuhakikishia DRC nafasi ya kucheza moja kwa moja fainali ya mchujo wa mabara bila kujali nafasi yao kwenye viwango vya FIFA. Timu zilizofuzu mchujo wa mabara ni pamoja na DRC Congo hiyo, kuna Iraq pia, kuna New Caledonia, Bolivia, Jamaica na Honduras. DRC na Iraq tayari wako hatua ya fainali na watasubiri washindi wa mechi za nusu fainali ili waweze kuendelea mbele huko. Kwengineko ni kwamba timu ya taifa ya Burundi kwa wachezaji wanaochezea nje ya nchi waliweza kucheza na wachezaji wanaocheza nchini humo, yani wale wa loko, ambako wachezaji wanaochezea nchini humo waliibuka na ushindi wa bao 4-3 dhidi ya wale wa kimataifa. Na nikwambie tu kwamba mpenzi msikilizaji, timu ya mpira wa miguu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ya 57 kwenye classement au orodha ambayo imetolewa na FIFA mwaka huu. Ni hayo tuliyokuwa nayo kwenye ukurasa wa habari za michezo msikilizaji. Msikilizaji, ni kukumbushe tu kwamba unaendelea kusikiliza Radio ya Kijamii Kivu na huu ni uchambuzi wa habari. Unatushika mubashara kabisa kutokea mjini Baraka. Tunakutangazia kwenye masafa ya FM kwenye mita bendi ya 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Boti moja ya kibiashara iliyokuwa inatokea Ubwari Katenga kuja sokoni Baraka imeponea chupu baada ya boti hiyo kujigonga kwenye kisiki ndani ya ziwa Tanganyika kwenye eneo la Etopo usiku wa kucha siku ya 3 ya wiki tunayo. Udhibitisho wa habari hii umetolewa naye Bwana Biaese Stefania Concorda, mratibu wa shirika la raia katika kisanga cha Ubwari sehemu za Katenga, ambaye ametoa mwangaza juu ya tukio hilo. Napenda juste kuwainforme kuhusu ajali iliyokwenda kujitokeza pale jana siku ya pili mnamo majira saa 3 za usiku. Boti iliyokuwa ikitokea hapa kwetu Katenga kujelekeza Baraka ilikwenda kupata ajali maeneo ya Kitupu baada ya kwenda kugonga kisiki, lakini bahati nzuri hakukubatika kupatikana maafa hata yoyote. Waraia wote aiza wa abiria walikwenda kunusurika, walikwenda kuomba intervention kutoka Baraka ikakuja kuwachukua, ijapo boti iligonga kisiki na maji ikaingia ikabomola mbao, maji kaanza kuingia na batu wakaanza kupanda yura mizigo, bakapata intervention kutoka Baraka bakanusurika. Na hii ingine ya armatere banafika kwa komisari maritime wa bichi, banakamata manifeste yao na saa 8, lakini anaenda kujiponda fasi moja, anangoya usiku buingie. Usiku mkisha ingia apre anafanya sasa usafiri wake au kutembea usiku, na ni hiyo sababu sana ya kutembea usiku naenda kufanya yote majali. Sisi tunaweza kuwaomba kwa komisari maritime kutembea usiku, watu wa security mubikalie chini, muregularize boti. Haiwezi kutembea usiku, kwanza atuko wakati mzuri, lakini batu banapenda kutembezwa usiku na kutembea usiku. Hata hivyo, upande mwingine ameomba kamishna husika na idara ya usafiri wa maji kufuata mpango wa boti kuja Baraka kwa zamu. Biaese Stefania Concorda ameongeza yafuatayo. Tunashukuru Mungu kwa kunusurika kwa wananchi. Bwana journaliste, napenda juste kuongeza kusema kama hii probleme kuhusu usafiri wa Katenga kwenda Baraka tulisha uplede metfua kwa komisari maritime. Tulisha sema ya komisari maritime fasi ya fasi kwa sababu ya kuhusu probleme ya usafiri wa usiku.
Na usafiri wa usiku uko jina nini? Usafiri wa usiku kila mara unajitokeza mara kwa mara kwa sababu ya maturu. Hapa tuishasema juu ya komisari maritime auwe maturu mwi eneo yetu, lakini komisari maritime tunasema naye, lakini haiko nafanya letre hata moya ya kufanya refie maturu. Maboti nafanya maturu hapa kwetu, leo ni turu wa fulani, kesho kutwa ni turu wa fulani, juma fulani ni turu wa fulani. Na hiyo inakwenda kuleta matatizo sana, maboti ikwende kutoka usiku. Paske haitawezekana boti moja ikuwe inapakiza kutoka Nemba kufika mpaka Rubana. Sasa itapakiza Nemba na saa ngapi? Itoke hapa mpaka kufika Rubana inaenda na pakiza, ndo itainua gezi na saa ngapi ifike fasi takiwa kwa wakati. Hiyo bwana journaliste tulishaitembelea Medfort, lakini komisari maritime haiko napenda kuregularize hiyo situation, na hiyo haiko jali ya kwanza kujitokeza mwenye eneo yetu. Na juu ya hiyo ndio maana tuko na plede auwe maturu, kwa sababu mambarkasho ikikuwa mingi hapa, kila mtu akikuwa riza kutembea vingi anapenda, najua batu watakuwa wanaondoka usiku. Kama umoja atakuwa anapakiza mingine mbili na anakata gezi anafika fasi usika mapema, lakini kwenda kupakiza eneo ya mingi inampatia kuondoka na retare. Lugushwa, mwami wa usultani kwa muda, ameuawa nao baadhi ya wazalendo ambao wamempiga fimbo nyingi na kufariki papo hapo kutokana na majeraha makali siku ya pili ya wiki tunayo katika tarafa ya Mwenga. Kitendo hicho kimezusha hali ya taharuki kwa raia wa eneo hilo. Kwake Safari ya Binamwisho Tandilonge, mratibu wa shirika la raia MSCO pa Lugushwa, ameanza kwanza kukemea kwa hali ya juu zaidi kitendo hicho, huku pia akitoa hali halisi ya mkasa ulivyokuwa. Ndio wazalendo wa hapa mjini Lugushwa ndani ya kata ya Quartier Kigumu, ndio wazalendo wanapiga chef de groupement AI, wanampiga fimbo na kumuua bila hata sema kufukuzia mtu kwa hospitali, manake fimbo ilimuua pale pale. Kisa ni nini zaidi? Kisa ilikuwa conflit ya pouvoir, yeye na chef titulaire wake. Chef titulaire wake alikuwa anaenda na nyanyasa kuiba mbao ambayo ilikuwa inatoka ndani ya nyumba ya masosiete. Akasema hapana, hizi nyumba hazipashe kubomolewa hivi. Ndipo chef wake alisikia tu makali na kumstaki kwa wazalendo na kumlipia makuta kwa wazalendo wampiga. Hawakuwa na muda wa kumsambisha ili kuwasikiliza wote wawili. Wazalendo wasambishake huku baba, wasambishake huku. Wazalendo huku ni warebere tu, ni wauaji tu, hakuna mzalendo kabisa. Jina ndio wazalendo, ni wauaji tu kabisa. Antuka wazalendo wanapatikana pa Lugushwa, wanashinda hata M23 roho zibaya. Ni wauaji sana zaidi kwa kweli. Ni wauaji sana kabisa. Manake wakati ambayo alisimamisha ile vifaa ambayo mimi nakueleza pale, ambayo yenye chef titulaire wake alikuwa na bomola vitu mavijeza population, bakamuitisha akaenda mstaki kubali bazalendo yeye titulaire wake, na mule mlupango wa marehemu na ndio bale bazalendo banapanga, na mule mlupango wa marehemu ndio yeye ndio alipangisha kwa bazalendo, bakamuitisha kisha kumuitisha wakapima, akafanya discussion tena na titulaire yake, akamwambia no, hii ni kitu ya population, atupashi biuzisha. Antuka ndipo pale hawakumsikiliza hata kidogo, wakamkamata na kuanza kumpiga fimbo nguvu zaidi mpaka kisi mtu alikufa. Hakukuwa huruma tamo. Hata hivyo, Safari ya Binamwisho ameomba wazalendo wote kuondoka maeneo ya Lugushwa, kwani kwa siku zijazo raia wengi watabaki walemavu juu ya fimbo za kupindukia. Ni vitu ilipitikana ndani ya mchana mpaka 17 tokea pata info ya mtu kufa sasa na 21. Hiyo hali hivyo kadira gisi mnavyoona ninyi wenye kuwa sur terrain haikuleta vurugu kabisa. Raia inachukia sana, na raia naende na fatililia kondo za wale wazalendo, na fatilia kondo yao hapa asubuhi. Wazalendo wenyewe wanakimbia kabisa, wanakimbia mpaka sasa hakujapatikana hata umoja. Na tunazidi tu kumetrize raia, kama tuachie serikali ifanye kazi yake sasa kuhusu ile mzalendo ambayo alitesha order ya kupiga mtu. Tuko na serikali yote hapa eneo ya tukio kwa saa hii, tuko na serikali yote ya Lugushwa mapale, na tuko tunafuatilia pamoja kwa utafiti ya kuchunguza wapi ambao tunaweza pata wale watu. Hatuna ujumbe mbili ndani ya mji wa Lugushwa. Tunahitaji mzalendo yeyote ambaye anapatikana ndani ya mji wa Lugushwa batoke, tutabaki na FARDC pamoja na polisi. Bazalendo bote liko ndani
wanapigana tai mgogo, baende kule kufroko wenzao unapigana. Abasibakie Lugushwa kabisa. Hatutaki ababakie Lugushwa. Hatuna kazi na ulinzi hapo, na hakuna ulinzi ambao viko wanafanya hapa Lugushwa. Hakuna hata ulinzi mwa viko wanafanya Lugushwa. Ni unyanyasi tu, kunyanyasa population, kutatiza population. Antuka, iko na population mingi za wajabilema na bazalendo. Ya mingi sana hapa Lugushwa. Na vita kutafikia Lugushwa kuna pito kabisa. Hatubahitaji kabisa. Kalemi, baba mmoja amemuua mke wake kwa kumtaraza na panga katika usiku wa kuamkia Jumanne ya wiki tunayo kijijini Mulengi tarafani Lukuga. Sababu za uendeshaji wa kitendo hicho cha ukatili bado kujulikana. Watetezi wa haki za binadamu waomba sheria kufuata mkondo wake. Olombwe DJ Doctor kutoka Kalemi anaripoti zaidi. Matukio kama na hayo yanakuwa yanaripotiwa kwenye kijiji Mulengi kinachopatikana kwenye kilomita takriban 10 na Kalemi Center. Pale baba mmoja alikuwa anaamua kabisa kumuondoa uhai mke wake kwa kumtandika mapanga na kufikia hata vile vile kumuondoa duniani. Kisa na mkasa kilichokuwa na msukuma baba kama na huyo kuchukua hatua hilo bado kufahamika. Wakati ule kitengo cha shirika jipya la raia la Kongo upande wa jimbo la Tanganyika kupitia presidenti wake makamu Isa Shiraki anakuwa na laumu kabisa matendo kama na hayo, huku akiomba vyombo vya kisheria kufuatilia kesi hiyo ili kwamba muhusika na tukio hilo awe nafikishwa kwenye mahakama na kujibia makosa aliyokuwa naifanya. Kwamba kisa hiki kimetokea maeneo ya Mulengi ambapo kuna baba amemkata mke wake kwa panga na hapo pakafariki. Kwa kweli ni kisa ambacho tunakikemea na tunaalika kina baba kutambua ya kwamba kina mama pia wana haki ya kuishi. Ndio maana tunaalika kwa vitengo vya usalama na pia vitengo vya sheria kuchukua majukumu yake ili huyo ambaye amefanya kitendo kama hiki hukumiwe na kufuatana na kosa ambalo amelifanya. Kwa kweli inasikitisha sana pale ambapo kina baba wanakuwa wanajiamulia wao wenyewe na kufanya vitendo vya kinyama kwa ajili ya kina mama. Ni kitu ambacho sisi kama vile watu wa kutetea haki za wanyonge hatuwezi kubali, maana inaonesha wazi kwamba ni vitu ambavyo vina wazuru sana kina mama ndani ya jamii yetu kwa sasa. Isa Shiraki anakuwa nakumbusha kwamba matendo kama na hii inakuwa inaendelea kuripotiwa hapa mjini Kalemi. Pale kunapita siku kadhaa baba mmoja alikuwa na muondoa uhai mke wake maeneo ya mtaa Exaltra Beton tarafani ya Lukuga hapa mjini Kalemi. Inaonekana wazi kwamba visa hivi vinaendelea kukisiri ndani ya village ya Kalemi na pembezoni. Hiki ni kisa ambacho kinakuja kuongeza kati ya visa ambavyo viliripotiwa miezi miwili ipitayo, ambao kuna pia baba mwingine amefanyikiwa pia kumuua mke wake maeneo ya Exaltra Beton kwa miezi ambayo ilipita. Nikiripoti kutoka Kalemi kwenye Radio Kivu, Olombwe DJ Doctor. Na kwenye habari ya kitaifa, baada ya mijadala iliyofanyika Jumanne na Jumatano ya tarehe 19 Novemba mwaka huu, wabunge wa kitaifa wametaja kupokea rasmi mswada wa sheria wa bajeti ya mwaka wa fedha 2026. Safari Alimasidilwe tujuze mengi kuhusu taarifa hii. Naam. Kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu, majadiliano hayo yaliwapa wabunge fursa ya kuchambua vipaumbele vya serikali na kutoa mapendekezo ya kuboresha maandiko ya bajeti hiyo ili kutekeleza mpango wa utekelezaji wa serikali kwa mwaka 2026. Bajeti ya mwaka 2026 imewasilishwa ikiwa na uwiano kati ya mapato na matumizi, ikiwa na jumla ya faranga za Kongo bilioni 59.21. Hii ni ongezeko la 16% ikilinganishwa na bajeti ya marekebisho ya mwaka 2025 ambayo ilikuwa na bilioni 50,692 faranga za Kongo. Ongezeko hii kwa mujibu wa serikali inaonyesha dhamira ya kuimarisha uwezo wa serikali kufadhili huduma muhimu za umma, kusaidia ukuaji wa uchumi na kuendeleza mchakato wa kisiasa wa taifa. Mbele ya wabunge, waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka alieleza kuridhishwa kwake na ubora wa mijadala na umuhimu wa mapendekezo yaliyotolewa na wabunge. Alisema kuwa michango ya wabunge itasaidia kuboresha bajeti hiyo ili iwe halisi zaidi na inayojibu
kujibu mahitaji ya wananchi. Nilivutiwa na kupendezwa sana na kina cha tathmini zenu na umuhimu wa mapendekezo yenu. Hii inaonyesha jinsi bunge linavyohakikisha utendaji bora kwa shughuli za serikali na ustawi wa raia wetu, alisema Waziri Mkuu Bi Judith Suminwa Tuluka. Kwake Bi Judith Suminwa, muswada wa bajeti unazidi kuwa zaidi ya hesabu na pia unawakilisha maono ya taifa linalotaka kujibadili kwa kina. Baada ya kupokelewa kwa muswada huu, sasa itapelekwa kwa kamati ya uchumi na fedha ya bunge ili kufanyia uchambuzi wa kina kuhusu makadirio ya bajeti, vipaumbele vya sekta uwiano wa kiuchumi kabla ya kuwasilishwa tena kwenye kikao cha jumla kwa ajili ya kupitishwa rasmi. Uchambuzi huu unafanyika takriban siku 30 kabla ya kufungwa kwa kikao cha kawaida cha mwezi Septemba kinachojulikana kama kikao cha bajeti. Kulingana na sheria ya fedha za umma, uchambuzi wa bajeti hii unafanyika baada ya muswada wa kuwasilisha taarifa ya matumizi ya mwaka 2024 kuwasilishwa na kutetewa na Waziri wa Fedha Dudu Fwamba siku iliyotangulia. Ni hao ndio ambao tulikuwa nao kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Msikilizaji, ni hadi hapo ndipo natua nanga kabisa kwenye uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Asante sana kwa uaminifu wako, na shukuru pia wenzangu ambao nisaidia kuandaa taarifa hii ya habari. Isake Mulucha Ashibe, mchambuzi wako wa siku. Upande wa pili Merci Mlechipama na Eskelef madawati la mitambo. Msikilizaji, tukutane wakati mwingine. Mpaka hapa sina ziada. Nasema amani iwe nawe.